Leo tunaye ndugu yetu pastor wetu Enoch, na aliponiambia Bwana leo hii nitakuwepo hapa, nikasema itakuwa neema. Jamani, amina. Vijana walikuwa naye kule tarehe 12, wamekuwa naye kwenye somo lao pale, masomo mawili aliwahudumia pale, na leo hii tunaye mahala hapa. Wakati huu naenda kumkaribisha, naomba mpigie Bwana makofi mengi, shangwe na vigelegele. Karibu sana pastor Enoch. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nakusalimia katika jina zuri sana la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kweli kabisa, kwa mahali hapa nipo kwa sababu nyingi. Sababu kubwa ya kwanza kabisa ni kutoa shukrani zangu kwa kanisa, kwanza na mchungaji, baraza la wazee, viongozi wote wa idara pamoja na ushirika mmoja. Kanisa la Kanani ni kanisa ambalo nilitumilia wakati wa taabu yangu. Sina cha kusema zaidi ya asante na washukuru sana. Asanteni sana kwa mkono wenu wa shirika. Nimepokea vingi na vikazidi hata vile ambavyo nilikuwa nimehitaji. Nimepokea salamu zenu za rambirambi kama kanisa, lakini pia nimewaona mmefika kwenye msiba, lakini pia nimepokea salamu zenu za pole na maneno ya faraja. Kuna mtu mmoja sijui ni nani alitumia andiko zuri sana, zile chakula andiko, lakini kuna mtu mwingine akanipigia kutoka Kanani, sijui ni nani yule mtu, nikitafuta ile namba tena nikiipiga haipatikani. Akasema yeye Bwana aketie mahali pasilini pa juu, yeye ni Mungu ambaye anawahurumia sana waliofia. Sikuwa nimewahi kulijua hilo andiko. Kwa yule mtu ile andiko lilifariji moyo wangu kwamba Mungu anawahurumia waliofia. Kwa hiyo nimekuja kukupa salamu za shukrani. Kwa kweli ninawashukuru sana. Sina cha kusema. Mungu awabariki nyote kwa kile ambacho mmekifanya kwa Mungu na familia yao. Lakini jambo la pili, leo tulikuwa kabla ya mambo yaliyotokea hayo, tulikuwa tunaendelea na mfululizo wa somo letu la utoaji, ambao tulikuwa tumefika kwenye Jumapili la pili. Tunasema somo letu lilikuwa lina sehemu 4 ama vipengele vinne. Kipengele cha kwanza tulikuwa tunaangalia kanuni za utoaji kwa mujibu wa Agano Jipya. Hiko kilikuwa ni kipengele cha kwanza ambacho tuliangalia namna ambavyo kanisa ama Wakristo wanapaswa kutoa kwa mujibu wa muongozo wa Agano Jipya, ambapo maandiko yetu ya msingi sana ya somo tulipata katika Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 1 mpaka 15 na Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 13. Lakini sehemu ya pili ya somo ilikuwa ni sadaka zipi ni za muhimu kwa Mkristo wa leo kuweza kuzitoa, kwamba tukasema agano lilipobadilika, Yesu baada ya kwenda Kalvari, agano la kale lilikuwa linaishi mpaka Yesu akiwepo duniani. Aliposhuka tu pale Kalvari, kukaja agano jipya. Sasa agano lile lilibadilisha namna ya utoaji wa sadaka, taratibu za matoleo na aina za matoleo. Kwa tukasema ni vizuri sana muamini ukajua, maana yako mafundisho ambayo mtu anafundishwa kutoa kama vile yupo kwenye agano la kale, kama vile yupo yeye ni Israeli. Bwana asifiwe. Sehemu ya tatu ya somo letu ilikuwa ni matokeo ya kutoa. Ukitoa kwa usahihi kuna matokeo gani? Tulikuwa tumegusa kidogo kwenye ile Jumapili ambayo nilikuwa nimekimbia sana kwa sababu pia nimefikia uchumba, tulikuwa tuna wageni wengi. Kwa hiyo nilikuwa napiga vipengele viwili kwa wakati mmoja. Matokeo ya utoaji, lakini pia na aina za sadaka za muhimu. Alafu sehemu ya 4 ya somo ambayo tulikuwa tumeigusa kabisa ni dhambi zinazohusiana na utoaji. Dhambi zinazohusiana na utoaji. Sasa naomba nirudi pale sehemu ya pili, tuanze pale. Leo tutaangalia, nitafanya rejea kidogo
ili tuweze kupata mwanzo. Tukumbuke tukaishia kwenye kile kipengele cha pili ambacho aina za matoleo ambayo muamini lazima atoe katika Agano Jipya, alafu nitakuwa nikichanganya wakati huo huo ili nifunge iko kipengele cha faida za kutoa kwa usahihi. Faida za kutoa kwa usahihi. Kwa hiyo tutafunga, nataka tuhitimishe hapo, alafu Mungu akitupa neema Jumapili nyingine, sio nyayo kujaa na watoto. Kwa hiyo tutaangalia Jumapili nyingine, tutapata neema ya kuja kufunga somo letu lote zima la dhambi zinazohusiana na matoleo. Bwana apewe sifa. Sasa katika sadaka za muhimu Mkristo kutoa, na tunaposema Mkristo, tafsiri yangu iko katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11. Nasema hao waliomwamini Yesu, waliomfuata Kristo, wakaitwa hapo kwanza wa Kristo, wanafunzi. Kwa hiyo mnaposema neno Mkristo, manake yule mtu aliyekubali kumfuata Kristo, mfuasi wa Kristo, mwamini, mlokole, ndiye Mkristo. Sasa sadaka gani atakao? Tulisema kuna sadaka za aina 3 za muhimu. Sadaka ya kwanza ni sadaka inaitwa ya wahitaji, ama sadaka ya wasiojiweza. Biblia lakini kwenye Agano Jipya inatumia sana neno yatima na wajane. Sasa usibanwe tu kwenye msamiati yatima na wajane, ukazani ni yatima na mjane, mtu yoyote mwenye uhitaji. Hilo ni kundi la kwanza la matoleo. Naposema sadaka hii ya muhimu, maana yake ni hii, kwamba tuelewane vizuri sana, tuko darasani vizuri kabisa. Katika mapato yako lazima uwe na sehemu ya kuwapa watu walio na uhitaji. Wewe kama Mkristo lazima uwe na sehemu ya kutoa kwa ajili ya Mungu. Lakini sisi kama kanisa la Kanani, wazee, lazima tuhakikishe kwenye idara za siri za watoto, za kina mama, lazima tuhakikishe tunakuwa na kitu cha kufanya kwa ajili ya wahitaji. Sijui kama tunaelewana hapo. Kwenye familia zenu, mimi kama wanandoa, lazima mkae, sio tu mnawaza TV inaharibika, tunawaza kununua nguo, tunawaza kulipa. Ni kweli vizuri kulipa ada za shule, lakini mimi kama familia mnafanyaje juu ya wahitaji? Na huu ndio moyo wake. Sasa haya sio maneno yangu. Yesu mwenyewe mafundisho yake makubwa katika sadaka aliyosisitiza sana ni kusaidia watu wenye uhitaji. Ukisoma vizuri ile Mathayo tuliangalia sura ya 6 mstari wa 19 mpaka 24, tunapata turejea. Yesu anaposema jiwekeni hazina nini, tukaona hazina anayozungumza ni kufanya matendo ya ukarimu, kuwapa watu vitu, kutoa kwa ajili ya watu wenye uhitaji. Ukisoma kwenye Luka sura ya 16 mstari wa 1 mpaka wa 9, Yesu anapozungumza juu ya yule kani anayemwita kani dhalimu, anamsifu, anasema wana wa dunia hii wana hekima katika mambo yao kuliko wana wa nuru. Anasema basi jifanyieni marafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe kwenye makao ya milele. Kuwapa uhitaji. Mali ya udhalimu, vyovyote Mungu alivyokupa sio vya kwako. Udhalimu sio kwa maana utapeli. Neno udhalimu pale maana yake ni wakili, sio cha kwako, umeaminiwa. Tumia iko Mungu alichokuamini, alichokupa kuwatendea watu mema, na haswa wahitaji. Huyu ni Yesu, sio Yesu anafundisha, ambaye wewe unasema ndio mfuasi wa Yesu. Wewe unaposema Mkristo, maana yake unafuata Kristo alichofundisha, alichofanya. Sasa huyo Kristo unayemfuata anakuambia lazima ufanye kwa ajili ya wahitaji. Huyo Kristo unasema unampenda. Amen. Bwana Yesu. Amen. Ukisoma kwenye Mathayo sura 25 mstari wa 31 mpaka 46, Yesu anasema ile siku kubwa mwana wa Adamu atakuja, siku ya hukumu. Anasema atabagua kondoo na mbuzi kama mchungaji abaguavyo. Anasema atawaambia mbuzi, kaeni mkono wangu wa kushoto, tokeni hapa. Na alikuwa uchi,
hamkunivika, nalikuwa na njaa hamkunipa chakula, nalikuwa na kiu hamkuninywesha, nalifungwa gerezani msije kuniona. Anasema lini Bwana tulikuona hivi? Kwa lugha nyingine, kama tungalijua ni wewe Yesu tungekuja. Anasema kadiri ambavyo hamkumtendea mmoja wa wadogo hawa, hamkunitendea mimi. Yesu anaendelea kusisitiza, manake na ipo hukumu. Unaona sasa yanavyoongeza kipimo. Ipo hukumu kule mbele kwa habari ya kuto kufanya kwa wahitaji. Kanisa, wafuasi wa Yesu, huyo Yesu tunasema tunamfuata, anatuambia tuhusike na wahitaji. Wewe kama Mkristo, ninyi kama wanandoa, sisi kama kanisa, sisi kama idara, tunafanya nini kwa habari ya watu wenye mahitaji? Na mahitaji tunazungumza hapa ni mahitaji ya walio ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Na injili kubwa kuliko zote ni kumgusa mtu kwenye taabu yake, kumgusa mtu kwenye dhiki yake. Injili zote zitashindwa, lakini unapogusa uhitaji wa mtu, unamgusa Mungu. Biblia inasema amsaidiaye masikini anamkopesha Mungu. Na unapofanya kanuni za kumsaidia mhitaji, usitarajie mhitaji huyu atakupa, atakurudishia. Unapofanya wewe, ona umefanya kwa Mungu. Na kanuni ya Mungu, hatamtumia mtu huyo, atamtumia mtu mwingine wakati na wewe wa taabu yako kukusaidia. Amen. Sio yule aliyempa, atamsaidia, atamnyanyua mtu mwingine. Amen. Yakobo ndugu yake Yesu, ambaye anaandika waraka wa Yakobo, ile Yakobo sura ya 1 mstari 27, anasema dini iliyo safi ni hii, kuwatembelea, kuwaona wajane na yatima. Dini iliyo safi. Sasa tunaposema yatima na hamaanishi tu kwenda kwenye vituo vya watoto yatima. Neno pale ni wahitaji. Unafanya nini Mkristo ambao unasema wewe unamfuata Yesu? Maisha yako unahusikanaje na watu wenye uhitaji? Kwa hiyo ni toleo la aina la kwanza. Faida yake ni nini? Ukitoa sadaka za namna hii ama matoleo ya namna hii, utakumbukwa na Mungu wakati wa taabu zako. Wewe niwaambie ni ukweli, kuna mambo hayahitaji maombi wala maombezi. Yaani kuna wakati mbingu zinanyanyuka kwa ajili yako. Kuna wakati mbingu zinasema kwa ajili yako, mbingu zinanena kwa ajili yako kwa sababu ya sadaka zako. Ukisoma vizuri ile Matendo ya Mitume sura ile ya 10 kwa habari ya Kornelio, Matendo ya Mitume sura ya 10, Matendo ya Mitume sura ya 10 kwa habari ya Kornelio. Matendo ya Mitume 10 mstari wa 2. Biblia inasema mtu mtaua mchaji Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Sasa alikuwa akiwapa sadaka, neno lilotumika la Kiingereza linaitwa alms. Sio sadaka hizi tunazoleta matoleo kanisani kwenye kikapu. No, sadaka ambazo ni matendo ya huruma kwa watu. Kornelio alipofanya, mbingu zilikumbuka. Unajua jamani, sisi unajua tuna Ukristo wa uchoyo sana. Sisi tunapofundisha habari za kutoa, mara nyingi tunataka vijae kwenye kikapu, halafu Mungu hayupo huko. Mungu yupo kwa watu. Mungu ni watu. Mungu ni upendo. Upendo ni kuwapenda watu. Katika zile amri 10, amri 8 zinamhusu kuwapenda watu.
mbili ndio zinamhusu Mungu moja kwa moja. Usiue, maana yake usimtendee vibaya. Usizini, unamkorofisha jirani. Usione wivu, ni kwa jirani. Usiibe, ni kwa jirani. Usinene uongo, ni kwa jirani. Usimshuhudie, ni jirani. Mungu yupo kwenye watu wa Mungu. Usipokuwa na tabu, usipoguswa na tabu za watu, hauwezi kuguswa na Mungu. Mungu yupo mbali na wewe. Mungu yupo katikati ya watu. Lazima tusike. Kornelio alitoa sadaka, na sadaka sio sadaka za kwenye kikapu. Biblia inasema, sio maneno yangu, ni Biblia, soma Biblia. Aliwapa watu. Kwenye Kiingereza nasema he gave alms to the people. Alitoa mkono wa msaada, mkono wa shirika. Sisi tunataka tu, sisi tupo kwenye mashindano. Sisi tusifanye vitu vizuri. Sisi tunataka majengo, kanisa la Kanani liwe zuri kuliko kanisa fulani mbele. Nyinyi na kila kitu, nguvu sasa hivi mnakweza kwenye kusaidia watu na kupeleka injili. Kama hivi ndio hebu naona ile speaker, hivi ndio sasa hivi mnafanya kazi. Sio mnaanza kufunga maelisi watu wa Mungu. Mungu hayupo huko. Amina. Nini hapa ni baba hapa ni mbinguni hapa. Hiki kigambo ni hadi mimi mmetukuka kwenye viwango vya bora mbinguni. Mungu ataenda kila kuna kaisi jamani. Acha basi. Baba mna kiwanja mjini Dar es Salaam. Na kanisa zuri, na nataka mbwembwe za nini tena? Sasa hivi ni muda wa kuchapa injili kama ambavyo tunaanza. Ni muda wa kukusanya vitu kuangalia namna gani tunasaidia wahitaji. Na mimi nawaambia kama Daudi alivyowaambia katika Zaburi 38:8, oncheni muone. Anakisema test and see the Lord is good. Mimi nawaambia mjaribuni Mungu mumuone. Amen. Hii kazi ya injili msisimame. Alafu ongezeni na kutenda kwa watu kwa matendo ya ukarimu. Mimi nakwambia hapa miezi mitatu mnafunua jema. Mimi nawaambia kweli, huyu Mungu namjua. Miezi mitatu mnafunua jema. Amen. Wewe unashangaa mmekaa hivi, mtu anakuja kuokoka. Wow! Acheni na iko hivi. Sasa na nisikia tuzame rohoni kidogo mnafunua. Kiroho, kichungaji. Mungu hawezi kukupa watu ambao huna uwezo wa kuwabeba kiroho, kimaombi, kuwahudumia. Mungu ili akupe watu lazima uongeze uwezo wa kuwabeba, na ule uwezo ukiongezeka watu wanakuja wenyewe. Uwezo wa kuwabeba kimaombi, uwezo wa kuwahudumia mahitaji yao, kuwatoa kwenye vifungo vyao. Lakini mkifanya injili na mkatoka, wewe mtashangaa tu, mtu anakuja, nimekuja kuokoka, nimekuja, wenyewe tu wanasema nimekuja. That's business of God. Hiyo ni biashara ya Mungu. Tupandishe uwezo wetu wa kuhudumia. Hapa mimi nafunua jengo. Kuna kanisa moja nilienda kufanya kanisa miaka mingi tu. Kwa semina kama namna hii, walikuwa washirika 17, ndani ya miezi mitano wakaenda washirika 228. Handeni tano. Mahali ambapo kumetawaliwa sio imani ya Kikristo. Ni kanuni tu za kiroho kucheza nazo. Okay, naongea kipengele, nimesema nachanganya vipengele viwili. Faida za kutoa sadaka hii, mbingu itakukumbuka wakati wa taabu yako. Ukiwa mchoyo kwenye taabu za watu, mbingu inakaa kimya kwenye taabu zako. Amen. Mimi nimefiwa tangu kaacha mtoto. Kwa vile kichotokea wakati naumiza nani na kama mtoto. Siku kwa tole wa kwanza sijamlea mimi, nitabidi sikwete. Kundi la watu waliokuja wanaotaka waseme, yaani mpaka unajua unachanganyikiwa. Bili iliyokuwa ni hospitali pale ni millions za pesa. Hapa Mungu anakushangaza. Unajua, yaani unafika mahali unalia. Mtu mmoja kaenda kanisani akasema nataka kuokoka. Kwa nini? Anasema nimesikia pastor wa kanisa hili amefariki na nilikuwa namtafuta huyo pastor. Siku moja mwaka jana wakiwa wanashuhudia injili mtaani, anaongea mtu kaja kuokoka.
akiwa na wanahubiri Injili, huyu dada alipita, wakanikuta mimi, watu wa mikoba wamekuja kunisuta, nadaiwa shilingi 840,000. Huyu dada alikuwa na 500,000, akatafuta nani anamefanyia vurugu, akampa, akamwambia yule mwingine, naomba usimdhalilishe huyu dada, nitakutumia 340,000. Kumbe na huyu dada akaenda kukopa 340,000. Na anasema wala hakurudi kunishuhudia Injili, anasema nimekuhurumia, kwa nini waibishwe namna hii mwanamke mwenzangu? Baada ya kusikia msiba, picha zimetembea, dada anasema nimekuja, nataka Yesu auje pasi. Tusichoka. Umemhurumia tabu yake. Wakati wa tabu yako mimi sitasimama. Hii sadaka inanena wakati wa tabu. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sadaka ya pili, sadaka kwa ajili ya Injili na watumishi wa Mungu. Injili, sadaka ambayo kila Mkristo lazima atoe, kutoa kwa ajili ya Injili na kuwatunza watumishi wa Mungu. Luka sura ile ya 9, Luka sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 6. Luka sura ya 9 mstari wa 1 mpaka 6. Bila sema, akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Na nyumba yoyote mtakayoingia, kaeni humo mpaka mtoke. Na wale thenashara na wale wasiokaribisha kutokapo katika mji huo, yakung'uteni hata mavumbi ya miguuni mwenu kwa ushuhuda wenu. Yesu anawatuma wanafunzi wake, anawaambia mtakapoenda, ili Injili inajigharamikia yenyewe, watawatunza huko. Kama Mkristo, mtu wa Mungu, siko hapa kumpigia debe mchungaji na niambia mimi naiongea neno la Mungu na naondoka. Pesa yako lazima isapoti Injili. Wakati mwingine fanya bidii ya makusudi kama familia, kwa uwezo wenu. Mimi sisemi ufanye juu ya kama Mungu amekubariki 10,000, fanya kwa 10,000. Mume wangu, tutoe 10,000, tusapoti mchungaji fulani na mazingira. Wanafunzi, toa. Mnaendaga kwenye mission, si ndio? Mkiwa chuoni mabinti macharia, si ndio? Kwenye mission toa vyote, uza wakati mwingine vitu vyako vya thamani, wapeleke Injili vijijini, utauona mkono wa Bwana. Daudi anasema, nalikuwa kijana, sasa ni mzee, sijawahi muona mwenye haki ameacha. Hautatindikiwa. Amen. Biashara kusapoti Injili. Sisemi kwa ajili ya mchungaji mimi, anastahili kutunzwa. Unanielewa? Na sizungumzi tu hapa, yaani naona sisemei mimi, hapana. Unapoona watumishi, na wakati mwingine Mungu atakusuka na fanya kwa kadiri ya uwezo wako. Usitaki kufanya 100,000, hauna 100,000, si una 2,000, fanya kwa 2,000 ulionayo. Kwa ajili ya Injili na watumishi wa Injili. Mimi nawaambia mtauona mkono wa Bwana. Wamama, wakati mwingine watoto wanasumbua, si ndio? Mtoto umelea vizuri, ninapokubali wewe, toa kwa ajili ya Injili. Mungu atakumbuka uzao. Mungu atakukumbuka. Luka 8, Luka sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 3. Ikawa baada ya hayo, alikuwa akizunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale thenashara walikuwa pamoja nao. Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa kwa waponya. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalena, aliyetokwa na pepo 7, mstari wa 3, na Yohana mkewe Kuza, wakili wa Herode, na Suzana na wengine mengi, walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Yesu alikuwa akihudumiwa na wanawake kwa mali zao, na wengine kadha wa kadha kwa uwezo wao. Kumbuka ile kanuni ya kutoa, tunatoa kwa kadiri ya uwezo wetu, sio nje ya uwezo wetu. Toa kwa ajili ya Injili.
unashindwa kuja kwenye ushuhudiaji. Wanashuhudia, umesikia kuna spika, toa wale, jamani, ni kweli mimi leo nimebana, lakini mimi na 3,000 yangu, naomba hiyo pikipiki ibebwe na bodaboda, naomba sadaka yangu ifike. Sipo, lakini gharama ya kubeba spika, mnaenda wapi leo? Tunaenda pale Japanda ya Makamba. Kubeba pikipiki shida, buku tu, kwenda buku, kurudi buku. Basi jamani, na kutolea 2,500 yao. Ndio uwezo wako Mungu. Usiseme sina 20,000 wataona 2,000 ndogo. Ndicho Mungu alichokubarikia. Toa kwa ajili ya Injili. Marko sura 15 mstari wa 40 mpaka 41. Marko 15 40 mpaka 41. Bila sababu palikuwa na wanawake wakitazama kwa mbali. Miongoni mwao alikuwa Mariamu Magdalena na Mariamu mama yao Yakobo mdogo na Yose na Salome, na hao ndio waliomfuatana naye huko Galilaya na kumtumikia, na wengine wengi waliopanda pamoja naye mpaka Yerusalemu. Unaona hapa sema hao ndio waliofuatana huko Galilaya na kumtumikia, na hapa mwishoni kabisa wanawake waliomtumikia Yesu wa kumtunza kwa mali zao. Wewe mali zako unafanyia nini? Mali zako wewe unafanyia nini? Muda wako unafanyia nini? Jitoe kwa ajili ya Injili na watumishi wa Mungu, na Mungu hatakukumbukia. Amen. Twende wa Filipi sura ya 4 mstari wa 10 mpaka wa 20. Andiko wa Pentekoste wanaolipenda, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Andiko la Pentekoste wa Filipi sura ya 4 mstari wa 10 mpaka. Sasa leo tunaelewa maana kwa nini Paulo alisema nayaweza mambo yote. Sio kama hivyo. Wa Filipi sura ya 4 mstari wa 10 mpaka 20. Asema nalifurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mmeuisha tena fikra zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Huyu ni Paulo analiandikia kanisa la Filipi. Narudia mstari wa 11. Nalifurahi sana katika Bwana kwa kuwa sasa mmeuisha tena fikra zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Si kwamba nasema hayo kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote, katika mambo yote, nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Anawaambia ninafurahi mmeniletea hivi vitu. Walimpelekea vitu, kuna muda waliacha, lakini wakaanza kusema nafurahi mmeleta. Sisemi kwa sababu mnahitaji, ni wajibu wenu. Anasema mimi hata kukaa na njaa mwenzenu nimejifunza kukaa na njaa. Ndio mstari wa 13 tunaupenda, anasema nayaweza mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu. Yaani katika kuvumilia taabu naweza taabu zote. Sisemi kwa sababu nataka mnipe. Sasa sikia bila kunena na kuendelea. Lakini mlifanya vyema mliposhiriki nami katika dhiki yangu. Nanyi pia wenyewe mnajua, enyi wa Filipi, ya kuwa katika mwanzo wa Injili nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lingine liloshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea ila ninyi peke yenu. Kwa kuwa hata huko Thesalonike mliniletea msaada wa mahitaji yangu, wala si mara moja. Si kwamba nakitamani kile kipawa, bali natamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Anaambia sio kwamba naongea haya kwa sababu natamani mnipe. Kadiri mnavyotoa ndivyo mnavyobarikiwa. Mnaposapoti Injili na mimi mtumishi wa, anasema natamani ile hesabu. Anasema sura 17, si kwamba nakitamani kile kipawa, yani huo utoaji wenu wa vitu mnavyo, bali nayatamani mazao, yani matokeo ya nyinyi kutoa kwenu kwa Injili na kujitunza mimi Paulo, yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Mstari wa 18, lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi, tena nimejaa tele, nimepokea kwa mkono wa Epafrodito. Yaani anaambia hizo sadaka zenu nimezipokea, vitu vyenu vilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kibali impendezayo Mungu. Mstari wa 19, sikiliza baraka, sikiliza baraka, sikiliza mtume anapotamka baraka, sikiliza hii baraka.
Hii ni baraka kwa sababu ya kufanya injili na watumishi wa Mungu. Isikilize sasa mstari wa 19. Na Mungu wao kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo baraka ya kujazwa kwa kadiri ni utoe kwenye injili na watumishi wa Mungu. Sasa nakupa faida ya pili ya kutoa kwenye injili na watumishi wa Mungu. Kuna levels za baraka, kuna vitu ili kuvuka ni lazima ujihusishe na injili. Matokeo, faida ya pili ya kutoa, hasa kwenye faida hii. Kuna mtu anafanya kazi kwenye ofisi, kuna mtu anafanya kazi kwenye ofisi. Jaribu hiki kitu, kichukue kama neno la kinabii, alafu tembea nacho. Weka kitu unataka kufanya, alafu wewe jitoe kwa injili, alafu jitoe kwa watumishi wa Mungu. Nakwambia haichukui muda, unauona mkono wa Bwana. Unauona mkono. Yesu anasema hivi, sikia, anasema enendeni ulimwenguni mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, nanyi mtakuwa nanyi hata ukamilifu wa dahari. Yaani kuwa na Yesu pale ni kwenye ahadi ya injili. Kwa ukijiweka na injili, ulinzi wa kimungu ulioko, yaani kuna levels ukiwa mtu wa injili. Yaani kuna watu watasaga kwenye ofisi, watasaga meno, watapiga majungu na fitina, lakini ulinzi wa kimungu ulio juu yako. Amen, 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 amen. Mungu kwa sababu anajua nikimtoa huyu, kuna injili imesimama mahali. Amen. Simtukuzi mke wangu, naomba unielewe. Mimi nataka nikushuhudie yule dada amenia, kwa sababu anasema ameniamaze. Kuja kwa saa moja mchao kupata sifa kwa amefika Jumatatu. Alipofika ameshika kichwa, machozi yanalia, akapiga magoti akasema anakufaje wewe shujaa. Kwa miaka 5 yote amekuwa akimsupport kila mwezi wa kitatu. Yule dada alikuwa katika mshahara wake anabakiwa na shilingi 200,000. Ndio atatoa fungu la 10 na vitu vingine. Pesa yote iliyobaki alikuwa na support kila mwezi watumishi wa Mungu. Kwa hiyo fanya hivyo, hizo ni level zake yeye na Mungu wake. Hata mimi sijafika bado hizo level. Kwa muda wa miaka 5 na mwezi mmoja. Serikali imesitisha vyeo kupandisha ya mpana pana, huko kuna sitisho. Unafanya nini kwa nchi? Unafanya nini kwa watumishi? Sisemi umsijeni, fanya kwa kadiri ya uwezo na ulivyokusudia moyoni. Bwana apewe sifa. Amen. Aina za matoleo ya Mungu. Kwa sadaka hii ya injili inakupa ulinzi na inakupa kibali katika mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati mwingine Mungu atakusema na wewe. Sikiza sana ndani, sikiza sana ndani. Wewe pili fani kwa ushuhuda, utaposho tu mzuri tu mimi kijana. Kwa wakati wote tunahitaji hela sana. Alafu nasikia utulie. Alafu Mungu anakuambia yote yende mahali kwa ajili ya kusaidia kanisa. Mungu anaonekana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa tumeongeza sadaka 3 kwa wahitaji, kwa injili, lakini hapo injili imeunganisha na watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Naomba tupofikia leo, natamani tumalize na hiki kipengele kidogo. Kimeleta utata kidogo, tuweke sawa rekodi. Fungu la 10 katika Agano Jipya. Fungu la 10. Sasa ili unielewe,
fungu la 10 limeleta utata, sio sahihi. Fungu la 10 asili yake sio Ibrahim. Fungu la 10 imekuwa ikitolewa kabla ya Ibrahim. Yaani Ibrahim ni utaratibu aliokuta. Jamii kabla ya Ibrahim zimekuwa zikitoa fungu la 10. Historia inaonyesha wazi hapo Ethiopia tu, huko Afrika watu walikuwa wanatoa fungu la 10. Na ilikuwa inaitwa fungu la 10, lakini kwa Kiebrania inaitwa maslo au masa, ikiwa na maana ni aina ya kodi, ni kodi kabisa ya serikali ambayo unailipa kwa serikali ili kuisaidia serikali iendeshe shughuli za kidini. Nitatoa mfano. Jamii zetu za Kiafrika zamani kabla ya ujio wa Kristo, ulikuwa mkipata tatizo, mvua inyeshi, kuna mganga wa kijiji anayeaminiwa, si ndio? Kama ungeenda ukule Usukumani, kuna kina Mwanamalundi, sio kuna kina nani, watu wenye nguvu za asili. Kwa wanaenda kufanya wale mababu matambiko ili kuleta mvua. Ama kuna viwa vijeshi au kuna barafu inaingia, kwa kuna matambiko yanafanyika. Sasa yale matambiko, ili ufanye matambiko lazima mbuzi wachinje, ng'ombe wachinje, si ndio? Kuna vitu vya kuendesha matambiko vinahitaji gharama. Zile gharama hatoi mganga, hatoi yule wale wazee. Kwa wanakijiji wanakuwa kuna changizo maalum kwa ajili ya kusaidia vitu vya kiibada vya namna hiyo. Kwa hiyo fungu la 10 ni kodi ambayo walikuwa wanatoa, na ndio maana Ibrahimu akaja na yeye akarithi moja kwa moja. Sio kama alikuwa ndio mtu wa kwanza kutoa kwa kuhani Melkizedeki. Sisi unanielewa? Yakobo hakuwa mtu wa kwanza kutoa fungu la 10. Kwa hiyo ilipokuja sheria ya Musa ikarasimisha, na wao walikuwa na mafungu ya 10 ya aina 3. Fungu la 10 la kwanza waliokuwa wanatoa wa Israeli. Sasa niko kwenye Israeli. Yakobo, ukitaka habari za Ibrahimu, ukisoma Mwanzo sura 14 mstari wa 18 mpaka 20, ukitaka kutoa fungu la 10. Ukitaka Yakobo ni Mwanzo sura 28 mstari wa 20 mpaka 22. Lakini historia zipo, nitakupa ukitaka vitabu vya kurejea vya kutosha. Vinaonyesha Ethiopia huko wa Makonde, Mungu yetu wa Kimakonde tulikuwa tunatoa vizuri sana. Wa Makonde wana roho. Na kama unataka kuamini, njoo kwetu huko Lindi Ngende. Tukikupiga kitu utoke. Mimi chezeeni tu. Nikikupiga kitu nikimwambia babu na bibi yangu kule, watu wa Kanada wamenisumbua. Nyinyi jamani, hapana, sisi tunaokoka. Bwana asifiwe. Siko huko. Kwa hiyo fungu la 10 sasa kwenye sheria ya Musa ilikuwa za aina 3. Aina ya kwanza ilikuwa ni fungu la 10 linalotolewa kwa Walawi pamoja na makuhani. Sasa tukisema Israeli maana yake na makabila 12. Kabila moja lilikuwa linaitwa kabila la Walawi, ambalo wao hawakuwa na urithi wa ardhi. Wakati makabila yanagawanywa ardhi na makabila 12, baada ya kuvuka hiyo, ukienda kusoma vizuri kwenye Hesabu na Mambo ya Walawi, utaona kabila la Walawi hawakupewa urithi. Waliambiwa, maana Bwana ndiye urithi wako. Kwa hiyo Mlawi, sasa Walawi wote hawakuwa makuhani, wengine walikuwa wanatunza tu maeneo mengine ya hekalu. Ila mule ndani ya Walawi kulikuwa na ule uzao, ile familia ya Haruni, wale ndio walikuwa nini? Makuhani. Sasa hawa wote walikuwa wanapewa fungu la 10 kwa ajili ya kuwatunza. Hawana kitu cha kufanya, hawana njia za kipato. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya mapato ya kila Mwisraeli ilikuwa ni kutoa fungu la 10 kwa ajili ya kuwatunza makuhani. Fungu la 10 la aina. Sasa hapo unaweza ukapata kwenye Hesabu 18:21 mpaka 24. Hesabu 18:21 mpaka 24 na Walawi 27:30 mpaka 32. Au tusome kidogo. Baba samahani, nitaiba dakika kidogo, samahani. Mnaniruhusu kidogo nipe dakika? Numbers Hesabu 18 mstari 21 mpaka 24. 21 mpaka 24.
na wana wa Lawi nimewapa zaka yote katika Israeli kwa urithi wao, badala ya huo utumishi wa utumikao, maana huo ni utumishi wa hema ya kukutania. Mwanzo wa sasa wana wa Israeli wasikaribie hema ya kukutania, wasije wakaichukua dhambi yao wakafa. Lakini Walawi watanitumikia utumishi wa hema ya kukutania, nao watauchukua uovu wao. Hii itakuwa amri ya milele katika vizazi vyenu vyote, na katika wana wa Israeli hawatakuwa na urithi. Kwa hiyo Walawi hawakuwa na urithi, kwa hiyo walikuwa wanatunzwa kupitia fungu la. Nitasoma pia habari hiyo hiyo kwenye hiyo Hesabu, kusoma mambo ya Walawi 27:30-32. Alafu tutakuja kusoma aina ya pili ya fungu la 10. Ni fungu la 10 kwa ajili ya wahitaji au masikini. Sasa hapa ndani yake kunaingia makundi yafuatayo. Sema wahitaji. Wanaingia masikini, wageni, yatima, wajane na makuhani, yani Walawi wanaingia. Ili fungu la 10 la aina ya pili. Kwa hiyo walikuwa Israeli wanatoa lile fungu la 10 la kwanza, lenyewe linaenda moja kwa moja kwa wale walitunza hema. Alafu nakuja fungu la 10 la aina ya pili, ambao ni kwa sababu ya wahitaji. Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 28 mpaka 29. Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 28 hadi 29. 28 hadi 29. Mstari 28 nasema hivi: kila mwaka wa 3 mwisho wake toa fungu la 10 lote la maongeo yako ya mwaka huo, uliweke ndani ya milango yako. Na Mlawi kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe, na walio ndani ya malango yako, na waje wale na kushiba, ili kwamba Bwana Mungu wako akubarikie katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo. Kwa fungu la 10 wanalopewa watu wasiokuwa na namna ya kupata kipato, wahitaji. Sika nielewe. Nitarudi hapo kuwafafanua wahitaji. Fungu la 10 la aina ya 3 ya mwisho, na hiyo habari unaweza ukaipata kwenye Kumbukumbu la Torati samani, Kumbukumbu la Torati 26 na fungu 13, Kumbukumbu la Torati 26. Hilo Kumbukumbu la Torati 26 mstari wa 12 hadi wa 13. Mstari wa 12 hadi wa 13. Biblia inasema, utakapokwisha kutoa zaka yako katika zaka zote za maongeo ya mwaka wa 3, ambao ndio mwaka wa kutolea zaka, umpe zile zaka Mlawi na mgeni na yatima na mjane, wapate kula ndani ya malango yako na kushiba. Nawe sema mbele za Bwana Mungu wako, vitu vyote vilivyo vitakatifu nimeviondoa katika nyumba yangu, nami nimewapa Mlawi na mgeni na yatima na mjane kwa mfano wa maagizo yako ulionihusia yote. Sikukosa maagizo yako yote, wala sikuyasahau. Ona narudi hapo. 10 la pili la fungu la 10. Kundi la 3 la fungu la 10 au aina ya 3 ni fungu la 10 la kwako wewe mwenyewe. Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 22 hadi wa 27. Kumbukumbu la Torati 14 mstari wa 22 hadi 27. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo ya mbegu zako yatakayotoka shambani mwako baada ya mwaka. Nao utakula, sikiza kwa makini usichanganye, haya ni mafungu 10 tofauti. Nao utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua apakalishe jina lake. Zaka ya nafaka zako na divai zako na mafuta yako na wazaliwa wako wa makundi yako na ng'ombe na kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima, na njia ikiwa ndefu mno, nao usiweze kuzichukua kwa kuwa mahali ni mbali. Nawe atakapochagua Bwana Mungu wako, atakapokalisha jina lake, hapo atakapokaribia Bwana Mungu wako, ndipo uzibadili zile fedha na kufunga zile fedha uende nazo mikononi mwako hata mahali anapochagua Bwana Mungu wako. Na zile fedha usitumie kwa chochote kilichotamani roho yako, ng'ombe au kondoo au divai au kileo au roho itakacho kwako chochote, nao utakula huko mbele za Bwana Mungu wako, tena ufurahi wewe na nyumba yako. Anaendelea mpaka mstari 27. Sasa fungu hili la 10 naomba nisikize vizuri.
Israeli walikuwa hekalu liko Yerusalemu, labda Dodoma. Kwa kuna mtu Makonde yuko kule Mtwara anataka aende Dodoma, lazima uende kwenye zile sikukuu mbili kubwa. Sasa kutoka Mtwara mpaka Dodoma ni gharama, sio? Tumeelewana? Ni nini? Ni gharama. Sasa kuna fungu la 13 ni gharama yako ya usafiri wa kwenda na kurudi na mke wako na watoto, na siku zote mtakazokaa pale Dodoma hekaluni, unatenga fungu la 10 kwa ajili ya kulila. Kwa tukijumlisha ile fungu la 10 la kwanza, fungu la 10 la pili, fungu la 10 la tatu, kila baada ya miaka mitano Israeli walikuwa wanatoa sehemu ya 23 ya mapato yao kila mwezi au kila siku. Sisi tunanielewa watu mmoja. Walikuwa wanatoa sehemu ya ngapi? Ya 23 ya mapato yao. Makanisa mengi ya Kipentekoste leo hii yanatoa fungu la 10. Wao hawatoi sehemu ya 23. Wao wamepunguza. Wametoka 23 wamekuja ngapi? Baba turudishe 23 basi. Inabidi tumpigie simu kutoka mbali, turudishe 23. Sasa hii ya kwetu leo hii mimi naiweka tu nairudisha kabla ya Ibrahimu. Ni fungu la 10 tunaotoa kugharamikia shughuli za kidini. Sijui mnanielewa eh? Yaani hivi tunaotoa hapa ndio tunalipa na umeme, si ndio? Wakati mwingine si ndio eh? Wazee si ndio eh? Mnachanganya humo na kulipia na mambo yote na sasa hili ni kugharamikia shughuli za kidini. Kwenye Agano Jipya, mimi ni mwanasayansi, kwa hiyo kuongo mimi na wao wameshindana. Kuna watu hawatoi fungu la 10. Wako sahihi kimaandiko. Lakini sasa maandiko pia yanakubali. Umeona huko kuna fungu la 10 la wahitaji, alafu umeona kule Agano Jipya kuna sadaka ya wahitaji. Umeona? Yaani ni kama tu umebadilisha sio kama yaani umebadilisha tu rangi. Badala ya nyekundu unaita nyeusi, lakini huku kuna fungu la 10 la kugharamikia shughuli za dini. Kwa tunakwambia kuna matoleo ya Injili na watumishi wa Mungu. Si wewe unalisha walao. Sisi tunaelewa watu wa Mungu. Tofauti yake Agano la Kale na Jipya, huku tuna atubano na sheksamani. Mimi napendaga kuwa mkweli. Hatutoi kwa vitisho, usipotoa uende mbinguni. Tunaenda mbinguni kwa sababu Yesu alitupenda. Ni kwa neema, sio kwa sababu ya sadaka zako. Tusitishane. Kwa neema. Bila neema mtumishi unatoa fungu la 10 na mbingu unaweza ukaikosa vizuri. Sio tunaelewana? Tunatoa katika moyo wa ihari wa kupenda na kumpenda Mungu. Na ukiokoka vizuri unaenda fungu la 100. Mimi nakopa mtu ambaye nimemjua kwa miaka 12 nilikuwa naishi naye. Anatoa mshahara mzima anaacha 200,000. Kwa Makonde anasema wewe huwezi. Hata mimi siwezi, sio mimi. Mimi siwezi. Mimi siwezi na nilimwambia mama mimi kazi yangu kutunza familia. Nikitoa yote nitakufa njaa huko ndani. Kila mtu ashinde mechi zake. Wewe mimi kazi yangu ni kukutunza wewe na watoto. Lakini wewe kazi yako kujitunza wewe. Kwa sababu Bwana amekugusa. Na ni wakubwa leo kwa watu wa Mwenyezi. Kuna watu wanaokoka. Bwana asifiwe. Kwa ukikaa vizuri na Mungu kwenye agano la neema, unakuta Mungu anakupeleka kutoa zaidi ya hii 10. Lakini cha ajabu hautatindikiwa. Yaani hapo ndio Mungu hesabu zake huwa zinagoma na uchumi wa dunia hii. Hapo ndio Mungu anagombana uchumi wake na kanuni za uchumi za wasomi wa dunia hii. Kuna kipindi yule mdada alitoa nguo zote, alibaki na zile alizovaa mwilini tu. Alizovaa mwilini, naikumbuka nguo hiyo aliyoivaa mwilini ilikuwa ndio ya send off yake. Maana nilimwambia naomba hii nguo mama ni ukumbusho.
hiyo ndio alivaa mwilini, akavaa na kikoti juu, ndio hakutoa. Baada ya mwezi nikamkuta na suti karibu 40, hakuna hata moja aliyonunua. Zinakuja. Mimi nikienda kwenye utumishi mahali unapewa mazawadi kama vitenge. Kuna siku nimeenda mahali huko Mwanza, vitenge doti 83 6 sawa. Ushakuona hiyo? Mhubiri mwenyewe wa injili hajapewa hata socks wale wako. Hata socks sikupewa. Mama. Hapo watu hawajui kumuona hata yule mama mwenyewe anafananaje pua yake. Yaani mimi mchoyo ndio nikatumika kupeleka kwa aliyetoa vyote. Doti 83. Kuna mama wa kwanza anagangaa mwenye kitu anapokea. Anaitwa Mama Evans. Tukasema mama, tulikuwa tuna duka letu, tumenunua mali kubwa sana, tukajisikia tutoe fungu la 10 la mtaji la vitenge. Sasa tulikuwa ulivyokuja tumemaliza semina, tunajisikia na mume wangu vyote. Anatoa yeye, kumbe mume wake, yani yeye ananiambia na mume wake wamesema ndio. Mume wake naye kasukwa huko kazini, mfanya kazi yake anasema, "Yaani sina kitu mtumishi wa Mungu, nitamani nikupe bahasha nzuri. Nimepita mbali, nimekopa tu vitenge." Mke wangu ni sakama, ndio kamkuta mke wake anakupa pale kapiga magoti, machozi ya. Nimekopa vitenge doti 20. Kwa mama 20, baba 20. Nyumba moja. Mama mchungaji wa kanisa alikuwa na watu siku kama 8 kaleta. Mwaka nikabisa sasa ndio mchungaji tumishi na mimi kaanza biashara ya vitenge. Huyu ni nabii. Huyu ni nabii. Namletea yule mama. Lakini kumbuka alitoa vyote. Bwana. Amen. Kwa hiyo kwenye Agano Jipya mimi nakwambia wewe toa tu fungu la 10, toa tu kwa moyo wa kupenda. Ila ukiokoka vizuri Mungu atakuhitaji. Sasa sisemi usiokoke vizuri, siwaambia usiokoke vizuri. Yaani Mungu atakupeleka zaidi ya. Na wala usizuilie, kuna baraka. Sisi tunanielewa. Amina. Hiyo ni tu ni gharama, kwa sababu nimekwambia kabla ya Ibrahimu watu walitoa kwa ajili ya matambiko. Mwalimu wa Sunday school alisema hivi, au ndio kweli. Matajiri wowote, watu wowote waliofanikiwa kwenye kitu chochote lazima ufarijiwe na nguvu. Aidha ya Mungu au ya shetani, unachagua wewe. Sasa namna ya kuchagua ni kufanya kwa kupitia pia matoleo.